Taarifa inajikita kwenye kuonesha hali ya umeme nchini, mafanikio yaliyopatikana kwenye utekelezaji wa miradi mbalimbali ya uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme pamoja na mapato na maboresho ya huduma kwa wateja. Hali ya uzalishaji wa umeme nchini ni nzuri, hasa baada ya kukamilika kwa miradi mbalimbali ya vyanzo vya uzalishaji umeme, ambapo hadi kufikia mwezi Februari mwaka huu 2025 uwezo wa mitambo ya kufua umeme kwenye gridi yetu ya taifa umefikia jumla ya megawati 3796.71, wakati mahitaji ya juu kabisa ya umeme kwenye mfumo wetu wa gridi yakifikia megawati 1908. Sasa tukijaribu kuangalia mwaka 2021 uwezo wetu wa kuzalisha ulikuwa ni megawati 1573.65, lakini sasa hivi tunaongelea megawati 3796.71. Kwa wale ambao wanajua mahesabu, unaona hapo ni kama tumekwenda zaidi ya mara mbili ya uwezo wa kuzalisha umeme katika kipindi kifupi cha miaka 4. Sasa mafanikio haya ya kuongezeka kwa uwezo wa uzalishaji wa umeme nchini yamechangiwa na miradi mbalimbali, ukiwemo mradi wa bwawa la Julius Nyerere. Sisi tunaita ni JNHPP, Julius Nyerere Hydropower Project. Mradi huu una uwezo wa kuzalisha megawati 2115 na unatekelezwa na serikali chini ya usimamizi wa Wizara ya Nishati. Na katika ule mradi tunayo mitambo 9 na kila mtambo unaweza kuzalisha megawati 235. Sasa ukizidisha 9 mara 235 ndio unafika kwenye ile figa ya 2115. Lakini gharama za awali za mradi huu zilifikia trilioni 6.558 na mpaka sasa 95.9% ya fedha hizo zimekwisha kulipwa na serikali kwa mkandarasi. Pale katika ule mradi tunao wakandarasi wawili. Ni muunganiko wa wakandarasi wawili, wote wanatoka katika nchi ya Misri. Mmoja akiitwa Elsewed Electric, lakini mwingine akiitwa Arab Contractors. Sasa mwaka 2021 March, wakati mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, mradi huu utekelezaji wake ulikuwa umefikia 33%. Lakini hivi tunavyoongea leo mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu 2025, utekelezaji wa mradi huu umefikia 99.82. Tumetoka 33%, tumefika 99.82. Na ndio maana tunasema kwamba mradi huu ni kama sasa utekelezaji wake umekamilika kabisa. Lakini kama sehemu ya mradi huu kulikuwa pia na mradi wa kutoa sasa umeme kutoka kwenye ule mradi kuja Chalinze, ambako ndo kuna kituo kikubwa cha kupokelea umeme, na ujenzi wa miundombinu ya line ile umekamilika kwa 99.75. Wakati tulipo mwaka ule wa 2021, wakati mheshimiwa rais anaingia madarakani, ulikuwa kwenye 44%. Lakini pia kama nilivyosema, tuna bwawa, tuna njia ya kubeba umeme kutoka bwawani, lakini tuna kituo cha kupokea umeme Chalinze. Mwaka 2021 kilikuwa kimefikia 35.9% ya ujenzi, lakini tunavyoongea leo kimekamilika kwa 97.59%. Kwa maana kwamba tayari kituo hicho ndio sasa kinasambaza umeme unaotoka kule kuingia katika mfumo wetu wa grid. Tunapofika mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu, jumla ya mashine 8 katika zile 9 tayari zilikuwa zimeshakamilika kufungwa na ziko tayari kuzalisha umeme muda wote zinapohitajika kufanya hivyo. Sasa ukichukua 235 megawatts mara mashine 8 unapata 1880. Sasa huo ndo uwezo unaoweza kuzalishwa na kituo kile kwa sasa. Lakini habari njema ni kwamba mwishoni mwa mwezi huu wa 3 mashine namba 1 tayari imeshakamilika, na sasa tutasaini kuichukua ile mashine, na hivyo sasa idadi ya mashine tutakazokuwa tumezichukua kufikia mashine 9, na tukiwa sasa tumekamilisha kabisa
uwezo ule wa uzalishaji wa ile plant wa megawati 2115 ambazo serikali yetu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ililenga kuzizalisha kupitia mradi ule.